Mungu anapotuokoa, kitu ambacho anategemea ni kwamba atulee. Mtoto anapozaliwa analelewa kwa lengo la kufanya nini? Kwa lengo la kuwa mtu mzima, alafu akishakuwa mtu mzima afanye nini? Awe mtendakazi. Kwa hiyo mchakato wa kuwa mtendakazi unatokana hasa na malezi. Malezi ndio yanatengeneza mtendakazi hodari au mtendakazi mvivu. Ndio maana tunaenda shule. Tunapoenda shule tunaandaliwa kuwa ni watendakazi. Kwa hiyo tunaposikia neno lake, Mungu anategemea kwamba hilo neno tuliishi, alafu tunapoliishi lile neno lake ndio linakuwa hai. Linakuwa hai. Neno ambalo halijawa katika namna ya matendo ni neno ambalo tunasema ni neno tu, just a neno. Lakini neno ambalo limewekwa katika matendo, kwamba tumelisikia alafu tukaliishi, tunasema hiyo ndio namna ambayo nini? Neno la Mungu linakuwa hai, ndio linaleta impact katika ulimwengu huu. Impact ya neno la Mungu sio katika namna tu ya kuwahubiria watu, bana fanyeni hivi, fanyeni hivi. Ni ile neno tunapoliishi katika jamii, ndivyo ambalo linafanya nini? Linaleta mabadiliko katika jamii. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiliza mafundisho yakatujenga, yakatuimarisha, ili mwisho wa siku tuweze kuzaa matunda katika ulimwengu huu. Na nasema hivi, mimi mwenyewe pia najifunza sana kupitia ninachokufundisha mahali hapa. Kinanifundisha mimi kwanza, lakini pia hata kupitia watendakazi mbalimbali. Niseme tu kwamba binafsi nimekuwa nikijifunza mambo mbalimbali kwa watendakazi mbalimbali ambao ninawekwa kuwa kwao. Sasa kuna ambao naweza nikawekwa kwao kwa kuwa observe, kuangalia. Kuna ambao nawasikiliza, kuna vitu ambavyo ninajifunza. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tunaweza kuwa watendakazi wazuri ambao wanajifunza mara kwa mara. Tutakuwa na kichwa ambacho kinasema, ujumbe wa leo utakuwa na kichwa kinachosema lielewe jukumu la kanisa la Kristo hapa duniani. Lielewe jukumu la kanisa la Kristo hapa duniani. Mara nyingi watu tukiangalia hiki kichwa cha somo, tunaweza kwa haraka ukimuuliza mtu, hivi jukumu la kanisa hapa duniani ni lipi? Watu kwa haraka wataanza kusema yale ambayo kuhubiri Injili, kufanya hivi. Lakini sio kwamba hatufahamu, lakini kuna wakati mwingine neno linakuja ili kutukumbusha, lakini ili kufafanua kwa kina, ili kuweka mkazo. Kwa sababu ukizungumzia kanisa, kila mtu ukimuuliza atakuwa na jibu la kutoa, kwamba jukumu la kanisa la Kristo hapa duniani ni. Lakini kuna wengine pia watazungumza, lakini kitu ambacho sio kusudi au sio jukumu la kanisa. Sababu katika zama za leo kuna mambo mengi yanayofanyika katika kanisa ambao Kristo mwenyewe hakulipa hilo kanisa jukumu la kufanya hayo mambo, lakini kanisa limekuwa likifanya. Sasa nikisema kanisa la Kristo, taangalia kwa kina hapa, kanisa la Kristo ni kanisa gani? Sababu kuna taasisi ambazo tunafanya, nasema kanisa linatenda kazi ndani yake, ambao ni utaratibu wa ulimwengu, na ni lazima tutii mamlaka kwamba kufanya huduma katika jamii au kuwahudumia watu kwa mambo ya taarifa, kuorganize, nasema hiyo makutano, tunakutana, tunaweka mipango. Lazima lazima mamlaka za ulimwengu huu zijue mnachokifanya, zijue mambo ambayo mnayafanya. Kwa hiyo lazima zimewekea utaratibu ili kwamba wahudumie jamii, uhudumie wananchi kwa hayo mambo ambayo unayaamini. Lazima uwe ndani ya kitu kinachoitwa taasisi. Taasisi unaisajili, ukishaisajili unapewa kibali, na hiyo katika usajili pale lazima uelezee vitu gani ambavyo utavifanya, ili mamlaka zijue kwamba hivi hayo mambo unataka kuyafanya yatakuwa ni ndani ya sheria ama ni nje ya sheria. Kwa sababu ukiorganize watu kukutana, lazima mamlaka zijue hivi nyinyi mnapokutana mnafanya hivyo vitu. Kwa hiyo kuna kitu kinachoitwa taasisi. Kwa hiyo kanisa hili lifanye kazi katika ulimwengu, limewekewa taratibu, limewekewa miongozo na mamlaka za ulimwengu, zifanye kazi ndani ya utambulisho wa kitaasisi. Kwa taasisi, ule utambulisho wa kitaasisi ni njia ya kanisa
ni njia halali ya kanisa kutenda kazi. Kwa hiyo inawezekana tu katika taasisi mbalimbali, taasisi pengine ya TAG, taasisi ya Lutheran, taasisi ya EAGT, FPCT na kadhalika. Ziko nyingi ambazo hizo zinatupa uhalali wa sisi kufanya nini? Kutenda kazi lakini lazima tuangalie kile cha msingi. Tunapoangalia kanisa la Kristo, ni kanisa ambalo li hai. Kwa ujumbe wetu utajikita moja kwa moja kuzungumzia kanisa la Kristo, kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu kama mwili ulio hai. Kama mwili ulio hai. Kwa sababu ukizungumzia kanisa ni mtu aliyeungana na Kristo kwa njia ya imani, kwa kufuata mafundisho yake. Kusema kanisa kwa mfano, let's say niulize swali moja. Kwa mfano tunapokutana hivi, kwa mfano ukienda ukakutana labda kwenye kutaniko, alafu ukawa mwenyewe ukaomba, pale si ni kanisa limekutana? Kwamba wewe umekutana na Mungu, umekutana na Kristo, unapokea kutoka kwa Kristo. Kwa hiyo ile kanisa kukutana si lazima imaanisha kwamba kukutana mimi na wewe. Inamaanisha kukutana na yule ambaye ndio kichwa. Kwa sababu kanisa ni viungo ndani ya mwili. Kwamba Kristo ndio kichwa cha kanisa. Kwamba kama kichwa tunafahamu kichwa kinatoa maelekezo yote kuleta katika viungo hivi. Ukiona moyo unadunda, ukiona mguu unatembea, ukiona mkono unashika, ni kwa sababu ya maelekezo kutoka kichwani. Kwa hiyo tunapokuwa na ushirika, tunapokutana pengine viungo mbalimbali kuhudumiana, lakini tunakutana kuhudumiana kwa maelekezo ya nani? Kutoka kwenye kichwa. Tunasema ni kanisa limekutana. Kwa hiyo unaweza ukawa mwenyewe ukaenda sehemu kwa ajili ya kuomba, ikahesabia kwamba ni kanisa limeenda ni kanisa limekutana na Bwana wake. Walipo wawili watatu kwa jina lake yupo katikati. Sasa wawili, kuna wewe, kuna Roho Mtakatifu, kuna Kristo mwenyewe. Si ndio? Yaani ukiwa mwenyewe usiseme kwamba niko mwenyewe. Kwamba niko mwenyewe lakini kuna Mungu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kanisa mimi huwa na translate mtu mmoja ambaye anamwamini Kristo. Tayari kuna qualification ya kanisa. Sababu mtu aliye peke yake sawa yuko mwenyewe, lakini hayuko mwenyewe. Kuna Roho Mtakatifu ndani yake. Kuna roho yake na kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia kanisa la Kristo, ni muamini anayemwamini Kristo. Na kanisa linaanza na mtu mmoja ambaye ana mahusiano na Kristo mwenyewe, akiongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia kuna nyumbani pia. Nyumbani pia mnapokutana nyumbani, ni kama ni waamini katika kanisa au mnamwamini Kristo, kama familia ni kanisa. Kanisa linaanzia nyumbani. Tukija huko kwenye makusanyiko pengine tunakutana watu 3, 4, 5, 6, 10. Ni kanisa pia limekutana kwa wingi wake. Kwa hata nyumbani pia mkikaa kwenye ibada pale ni kanisa limekutana. Kanisa la Kristo limekutana. Kwa mtazamo wa kanisa la Kristo lazima uanzie katika mimi, Roho Mtakatifu na Kristo mwenyewe. Kwa sababu Kristo ndio kichwa cha kanisa. Kwamba mimi ninapotenda kazi sehemu, ni kiungo kinatenda kazi. Kiungo kinatenda kazi. Kinatenda kazi kwa namna gani? Kiungo kipo katika mwili. Kinatenda kazi kwa maelekezo ya Kristo. Na katika hili, kwa nini tunasema kanisa la Kristo? Kwa sababu nikisema kanisa tu moja kwa moja, ukisema kanisa haimaanishi kwamba ni kanisa la Kristo. Sababu siku hizi kuna watu wanaanzisha kitu wanaita kanisa langu hili. Watu tunasikiaga jamani. Kanisa langu hili sitaki mchezo hapa. Kanisa langu hili sitaki. Lakini lazima tunapo address church at the Church of Christ, lazima tumaanishe ni kanisa la Kristo. Kwa sababu ndiye aliyekufa kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kulijenga, kulinunua. Mathayo 16:18 alikuwa anamwambia Petro, sema nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu anazungumzia kuhusiana na kulijenga kanisa lake.
atalijenga kanisa lake juu ya mwamba huo. Na mwamba huo alikuwa anaumaanisha nini? Kuna ufunuo ambao Petro alifunuliwa kwa habari ya kwamba Yesu ni nani, kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Alipofunuliwa Petro kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, akasema kwamba juu ya tafsiri hii, juu ya ufunuo huu, kwamba wote wanaomwamini Yesu Kristo kwamba ni mwana wa Mungu, katika msingi huo ndipo kanisa litajengwa. Kanisa litajengwa katika msingi wa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa maana kwamba ukimwona Yesu kama ni mwana wa Mungu, ina maana kwamba utatenda kile ambacho anakuambia. Utatenda kile ambacho anakuambia, kwa sababu Mungu hajajifunua kwetu, ameamua kujifunua kupitia Kristo. Kwa hiyo tunapomuona Yesu Kristo anachokitenda, ndipo ambapo tunafanya, tukifuata kile alichokitenda, ndio tunatenda mapenzi ya baba yake. Na katika hili wa Efeso 5:29 anasema, maana hakuna mtu auchukiaye mwili wake popote, bali ulisha na kuutunza, kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena kwa habari ya Kristo na kanisa. Hapo mwanzoni katika andiko lililopita sema nitalijenga kanisa langu. Ina maana kanisa tunalozungumzia ni kanisa la Kristo. Lakini katika andiko hili la Efeso anazungumzia kwamba hakuna mtu ambaye anauchukia mwili wake, lakini mtu anaulisha mwili wake, anautunza, kama vile Kristo anavyolitendea kanisa lake. Kwa kanisa ni mwili wa Kristo, ni mwili wa Kristo. Kwa inampasa yeye kama ndio mwenye mwili, lazima autunze, aulishe. Sisi tu viungo ndani ya mwili wake, tu viungo ndani ya mwili wake. Alafu anazungumza mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, hao wawili watakuwa mwili mmoja. Haya maandiko tunayatumia sana kwenye mambo ya ndoa, lakini alichokuwa anamaanisha anasema siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena kwa habari ya Kristo na kanisa, kwamba sisi tunapoungana na Kristo tunakuwa mwili mmoja. Ndio hasa maana, japokuwa haitoi maana ya ile ndoa, lakini alichokuwa anamaanisha hapa ni kwamba tunapoungana na Kristo tunakuwa mwili mmoja. Kichwa na sema ni mwili mmoja. Tumeunganishwa kichwa na ni mwili, lakini kuna kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nimetaka kutoa maelezo yao kwa sababu gani? Kwa sababu tunazungumzia kanisa la Kristo. Ni lile ambalo alisema juu ya tafsiri hii nitalijenga kanisa langu. Kanisa ni la Kristo. Sasa sizungumzii kanisa kwa sababu ukiangalia katika ulimwengu huu kuna makanisa kadhaa. Sema Church of Scientology. Kuna makanisa ya wanaoamini mambo ya science, kuna makanisa ya waabudu ibilisi na kadhalika. Ukiangalia wanatumia neno church kabisa, Church of Scientology, Church of nini. Sasa mimi nazungumzia, na kuna wengine wanaanzisha kama nilivyosema, wanaanzisha makanisa yao. Na nimezungumza kwamba kanisa pia linafanya kazi ndani ya taasisi. Ni muhimu kutii mamlaka, ndio utaratibu. Tumewekewa utaratibu kwa Mungu huu, kwa sababu kusipowekwa utaratibu mambo yatakuwa ni mengi. Kwa hiyo lazima tunapokutana, tunapofanya mambo ya fedha, taratibu za kifedha, sadaka na kadhalika, lazima uwe na utambulisho kwamba wewe unafanya kazi hapo, una organize watu, mnapanga nini, tunakujua. Kwa hiyo sasa tunapoliangalia kanisa, mwili wa Kristo, na kuna wengine na wachanganya kwamba huyu anazungumzia mwili wa Kristo wakati yeye amebaki kwenye taasisi. Taasisi ni means ya kufanya kazi ambayo lazima iheshimiwe, lakini tusigandamane na ile kwamba sisi ni taasisi fulani, kwamba taasisi fulani tukagandamana huko ndio tukaona kwamba yani huko ndio, lakini ile ni namna ya ulimwengu huu, namna ya ulimwengu ambao ni sahihi kabisa, ili kusema mamlaka zote zinataka kuwalinda watu wake. Watu wasije wakapanga vitu pengine vya kuwaumiza watu, lakini pia lazima kijue hivi mnakutana kwa misingi ipi. Hiyo misingi yenu ambayo mnakutana nayo hamvunji sheria. Kwa hiyo mnatakiana katiba, utaratibu, wataka kujua utaratibu wenu wa fedha na kadhalika. Sasa
tunapolisema kanisa tusibaki kwenye ile tafsiri ya mamlaka ambazo zimeweka taratibu, kwamba mamlaka zimeweka taratibu kwamba wewe lazima uwe na jina, pengine lazima uwe na lebo, lazima tujue leadership yenu, lazima tuone mambo ya fedha na kadhalika na kadhalika. Sasa tukibaki hapo tukakomana hapo, tunaweza tusiangalie kanisa kama kitu cha Kristo, tukaangalia kanisa katika jicho la utaasisi. Katika jicho la utaasisi. Na tukiangalia katika jicho la utaasisi, ndio hapo sasa tutakuwa na zile blocks kwamba mimi ni wataasisi, yule ni wataasisi. Atuangalia kanisa kama kitu kimoja ambacho Kristo alikianzisha mwenyewe. Sasa nianze mambo kadhaa. Katika ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa mwili, kila kinachoumbwa au kinachoundwa kimebeba jukumu au majukumu fulani ya kuyatekeleza. Na tunapoelewa jukumu la kitu, ndio hatua ya msingi ya kuweza kulifahamu kusudi la hiko kitu. Jukumu la kitu. Kanisa limeundwa, kanisa limetengenezwa, sasa jukumu lake ni lipi? Sababu hakuna kitu kinachoundwa, kinachotengenezwa, kinachojengwa pasipokuwa na nini? Na jukumu. Unapoenda kuanza kazi, barua ya ajira ya kuanza kazi inakuwa na majukumu ya kazi. Kila kitu kina jukumu lake. Kila taasisi inayoanzishwa, kila jambo linaloanzishwa lina jukumu lake. Hata aliyetengeneza hii mic kuna jukumu lake. Aliyetengeneza kompyuta kuna jukumu lake. Kwa hakuna kitu ambacho kinaanzishwa hakina jukumu la kutekeleza. Jukumu, responsibility. Sasa kanisa pia, Yesu alipolijenga kanisa lake, alipolianzisha kanisa lake katika ulimwengu huu, kuna jukumu ambalo alilikusudia kanisa litekeleze. Kwa hiyo tunapoelewa jukumu, ndio hatua ya msingi au ya awali ya kuweza kufahamu kusudi la kuwepo kitu. Na kanisa au kitu chochote ambacho hakijui kusudi lake au hakijui jukumu lake hasa, kuna namna ambavyo linaweza likatengeneza migogoro, kwa sababu linaweza likafanya vitu ambavyo sio jukumu lake. Unajua, kwa mfano kama umeanzisha kitu hiki kwa jukumu hili, kikienda kufanya jukumu ambalo sio la kwake, kutakuwa na kitu mgongano wa nini? Mgongano wa maslahi au mgongano wa majukumu. Alafu kunapotokea mgongano wa majukumu, ndio kunazalisha migogoro. Kunazalisha migogoro, malalamiko, machafuko duniani. Tuchukue mfano huu. Kuna mtu anaweza kawa pengine yeye ni afisa kilimo, si ndio? Afisa kilimo akiwa juu majukumu yake, akawa anafanya majukumu ya afisa mifugo. Yule afisa mifugo lazima atafanya nini? Anaweza akaingia na mgogoro. Sema mgogoro wa kwamba wewe umewekwa hapo kuwa na majukumu ya afisa, majukumu ya kwenye kilimo. Alafu unafanya mambo ya mifugo. Hata kama unajua sio jukumu lako. Kuna ambaye amefanya nini? Kuna ambaye amewekwa kufanya hayo majukumu. Kwa hiyo unapotoka kwenye jukumu lako la msingi ukaenda kwenye jukumu la mtu mwingine, kunatokea nini? Mgogoro. Na kanisa linapotoka katika jukumu lake la msingi likafanya mambo ambayo halijawekwa kufanya, kutakuwa na mgogoro. Engineer anaweza akajenga jengo, engineer pengine wa jengo, civil engineer, alafu akitaka kumuingilia mtu asema electrical engineer wa umeme, lazima kutatokea mgogoro. Wewe unaingilia mambo ya umeme, unajua mambo. Wewe umewekwa hapa kwa ajili ya kujenga jengo, structure. Tengeneza structure. Ukiingilia jukumu la mwingine, kunakuwa na mgogoro. Kunakuwa na mgogoro. Au kuna wakati mwingine unasemea vitu ambavyo havikuhusu. Wewe sio msemaji. Unajua kila sehemu kuna msemaji wake. Kila sehemu kuna taasisi inakuwa na msemaji wake. Ukienda kuzungumza vitu ambavyo wewe sio msemaji wake, unaweza ukalizalisha mgogoro. Je, ni jukumu lako kuzungumza? Sawa, unajua, lakini wewe ni jukumu lako.
Jukumu lako ni lipi? Wakati unaanzishwa ulipewa hilo jukumu. Kwa jukumu ni kitu cha muhimu sana, kuelewa jukumu la kanisa la Kristo hapa ulimwenguni, ili tusaidie kufanya nini? Kufocus na kile ambacho tunatakiwa tukifanye katika ulimwengu huu. Tusije tukaingia katika migogoro, na migogoro mingi ambayo inazalishwa katika ulimwengu huu ambayo inalihusisha kanisa ni kwa sababu ya pengine wakati mwingine kuingilia jukumu. Kuna miaka mingi kidogo iliyopita, kuna mfano mmoja nilikuwa nausikiliza kwa mtumishi mmoja. Alikuwa anazungumza, alikuwa amealikwa katika nchi moja ya nje. Sasa alipoalikwa pale, akawa anasema kwamba alikuwa amealikwa kwa ajili ya atoe semina ya neno la Mungu. Lakini ilikuwa kabla ya kufanya hiyo semina au kuendesha hiyo semina, walikuwa wamempangia ratiba ya kuwa na press conference, kwamba akutane na waandishi wa habari, pengine ahojiwe na azungumze pengine kile kilichomleta na kadhalika. Sasa kabla ya siku ya ile ambayo anakutana na waandishi wa habari, alikuwa anazungumza yeye katika hayo mafundisho. Akawa anasema kwamba mwenyeji wake akamletea mtu ambaye huyo mtu akawa amebeba na kuletea mwalimu ambaye atakusaidia kuweza kukufundisha namna ya kujibu maswali ya waandishi wa habari au namna ya kujibu press conference katika press conference. Sasa yule mtumishi akasema sawa, lakini moyoni mwake kidogo ikamuuma, akasema huyu ananichukuliaje na mimi siwezi kuzungumza na waandishi wa habari. Kwa nini aniletee mwalimu? Lakini sasa akakubali kwa sababu mwenyeji ndo amemwambia hivyo na amemwandalia huyo mtu. Mwandishi wa huyo mwalimu akaja, mmoja ya kitu ambacho akamwambia waandishi wa habari siku zote watataka wakati mwingine wa kuingize uelezee kitu ambacho hakijakuleta au hakikuhusu. Kwa lazima uwe makini kwamba mwandishi wa habari akikutoa nje ya hiki ambacho kimekuleta, mwambie labda sijui au hauko tayari kuelezea jambo hilo kwa sababu sio jambo la msingi. Uwe muwazi. Ukisema unajibu kila kitu, utaingilia pengine majukumu ambayo sio ya kwako, alafu utajikuta umevuruga. Kwa hiyo uwe makini. Moja ya kitu ambacho alimwambia. Na kweli ilipofika siku ya press conference, wasema waandishi wa habari waweza wakawa namuuliza, akamwambia sasa kwenye nchi yako, serikali ya nchi yako imefanya ABCD. Na jambo hili ukiliangalia ni jambo ambalo pengine ukiangalia maandiko linapingana. Wewe kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekuweka katika nchi hiyo, una maoni gani juu ya unaliambia nini taifa lako? Sasa yeye akakumbuka yule mwalimu alichomwambia kwamba usizungumze kila kitu. Akamwambia kwa kweli hilo jambo sio jambo ambalo limeleta hapa. Mimi kitu ambacho kinileta hapa ni seminar, na nitazungumzia mambo ambayo yanahusiana na seminar. Kama kuna swala lolote ambalo linahusiana na masuala ya kiserikali, ni vizuri ukauliza government, ukaiuliza serikali ambayo umeizungumza. Sasa angeweza kucomment pale akazungumza, bana unajua hiyo ni hivi na hivi na hivi na hivi, kwenye headline ile habari nzima itaondoka, itazungumzwa kile ambacho walikicomment. Sasa nazungumza hivyo kwa maana gani? Kwa maana kwamba je, ni jukumu lake kuzungumzia au kucomment mambo ambayo yanayofanyika nje ya kanisa la Kristo? Lazima tuwe makini. Jukumu lako ni lipi? Umepelekwa kufundisha habari ya neno la Mungu, fundisha habari ya neno la Mungu. Ukicomment vitu ambavyo pengine anatakiwa wazungumzie, pengine ni msemaji fulani, ukazungumza wewe, ukawa quoted, yani wakakuquote kwamba alisema hivi, inaweza ikaleta nini? Ikaleta contradiction, ikaleta mgogoro. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoa mfano huu kwa sababu ya nini? Nilikuwa nazungumzia jukumu. Jukumu ni la muhimu sana, kuelewa jukumu lako. Kama ni mwalimu, jukumu lako ni lipi? Kama ni kiongozi fulani, jukumu lako ni lipi? Fanya kile ambacho kuwa limited na jukumu lako. Kanisa linapotoka nje ya jukumu lake, linaweza likazalisha migogoro. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nizungumze mambo kadhaa hapa. Cha kwanza, Yesu alikuwa anatuhusia kwa habari ya mashindano na watu wa dunia
Kwa sababu kama ujumbe unasema jukumu, kulielewa jukumu la kanisa la Kristo katika au duniani, lazima tuelewe kwamba hivi duniani, nature ya dunia ikoje. Cha kwanza, dunia nature yake ni watu ambaye hawamzingatii au hawamwamini Mungu ambaye tunamwamini. Yaani ukizungumzia duniani, tunaishi duniani hapa. Dunia hii ina principles zake, ina kanuni zake, ina mifumo yake. Kwa kila ambacho unakiamini kikusaidie wewe kutembea ndani ya dunia. Kikusaidie wewe kutembea ndani ya dunia. Ila usitaki kile ambacho unakiamini ukidumbukize kwamba kila mmoja, yaani natakiwa kikusaidie wewe kutembea katika dunia. Na katika kitabu cha Mathayo 5:39 Yesu alikuwa anatoa angalizo, anasema, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigia shavu la kuume mgeuzie la pili. Lakini mimi nawaambia, kwenye mstari wa 48 anasema, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wale wanaowaudhi. Kuna wakati mwingine duniani hapa utaudhiwa, lakini kuna wakati mwingine kuna namna fulani duniani hapa kutakuwa pengine watu wataka kushindana na nyie. Biblia inasema usishindane na mtu mwovu. Usishindane na mtu mwovu. Kishindana na mtu mwovu maana kwamba umetoka katika jukumu lako. Usishindane naye. Usishindane na mtu mwovu. Ulimwenguni hapa, ulimwengu una kanuni zake. Ulimwengu una kanuni zake. Na ukimwona mtu pengine hajamwamini Kristo, hamtegemei Kristo, kitu cha kuelewa ni kwamba mtu wa namna hiyo ni hata atakayokuwa alifanya, sema ajui alitendalo. Yesu wakati anapigwa msalabani pale, kaambia Baba wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Hawamjui kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo wanachokifanya wanafanya kwa sababu hawajui walitendalo. Sasa na sisi lazima tuwe hivyo katika dunia hii tunayoishi. Kuna vitu lazima tuvi-ignore. Vinatokea sawa, inawezekana sio vizuri, lakini lazima tuwe na ile moyo wa kufanya nini? Kuchukulia kwamba kwa sababu pengine huyu hajafahamu kila atendacho. Lakini ukiingia kila kitu unataka ucomment, kila kitu unataka kuzungumza, unaweza ukadhalisha kitu kinachoitwa nini? Mgogoro. Ukadhalisha kitu mgogoro. Sasa nataka tuangalie jukumu la kanisa. Kanisa nimezungumza jukumu la kanisa duniani. Na tumesema kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Na tunajua mwili una viungo. Na kazi ya viungo ni kutenda kazi. Sasa kuna jukumu la kanisa katika dimension mbili. Kuna jukumu la kanisa katika dunia hii. Katika dunia hii kwa maana kwamba ulimwenguni. Lakini kuna jukumu la kanisa ndani ya huo mwili. Au kusudi la viungo. Au jukumu la kanisa au jukumu la viungo ndani ya huo mwili. Lakini viungo vinapoishi katika ulimwengu huo, vinapotembea, vinapokutana na watu wa ulimwengu, kuna jukumu lake. Ni majukumu mawili tofauti. Tutazungumza kwa habari ya jukumu la kanisa au jukumu la mwili wa Kristo katika dunia, katika ulimwengu. Lakini kwa haraka tuangalie jukumu la viungo katika mwili au kiungo na kiungo ndani ya kanisa. Jukumu lake kubwa ni kuhudumiana. Si mnafahamu huu mwili jinsi ulivyo. Ikitokea kwamba mguu kapata shida, mkono unatakiwa nini? Uhudumie mguu. Ikitokea labda kuna kiungo fulani kikapata changamoto fulani, kiungo kinahudumia kiungo kingine. Ili kufanya nini? Ili kukitunza kwa lengo la kutunzana. Kwa hiyo ndani ya huo mwili, ndani ya kanisa, jukumu la kanisa ni kuhudumiana. Wakorintho wa kwanza 12:25 nasema, ili kusiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Sema na kiungo kimoja kiumia, viungo vyote huumia. Nacho kiungo kimoja kitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Sema na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu. Kwa hiyo asema mmekuwa mwili wa Kristo
na viungo kila kimoja peke yake. Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama ya kuponya wagonjwa, masaidiano, maongozi na aina za lugha. Kuna viungo vimewekwa mbalimbali hapa katika kanisa. Lengo ni kufanya nini? Lengo ni kuhudumiana. Sema kila kiungo kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia navyo. Unaelewa kama mguu kiumia mwili mzima kama unauma Yaani mwili utaanza kusema kuhudumia kile kidonda na kadhalika. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Mtu anaweza akaumwa kidonda, mwili wote ukapata homa, mwili wote ukaenda hospitali. Ndivyo ambavyo viungo vinatakiwa viwe ndani ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo inapotokea kwamba viungo vinashambuliana, na katika kanisa jamani, hiyo kitu ipo sana, viungo kushambuliana. Akasema hapa ameweka wa kwanza katika kanisa mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, karama za kuponya wagonjwa, masaidiano, maongozi na aina za lugha. Unapoona leo hii walimu wanawashambulia mitume, wanawashambulia pengine ambao wana karama ya unabii. Karama hizo jamani zipo. Sema changamoto inakuwa nini? Kwenye utendaji kazi. Kwenye utendaji kazi tunaweza tukadoubt. Kwa sababu gani? Siku hizi tunaona nabii anachunga. Nabii ni mchungaji. Sasa kuna kila karama imewekwa kwa nafasi yake. Aliyepewa kulichunga kundi ni mchungaji. Hata kama ni mtume sawa, amepewa ile nini? Ana karama ya kitume, lakini akipewa kuchunga kundi anakuwa ni mchungaji. Petro ni mtume, si ndio? Petro alikuwa ni mtume, lakini Yesu alipoondoka alimwachia kundi. Akamwambia, "Je, wanipenda kuliko hawa? Chunga kundi langu." Kwa katika lile kundi ambapo Yesu aliondoka, alimpa Petro status ya uchungaji, ya kuchunga. Though alikuwa ana ile karama ya kitume. Sasa nimesema hayo kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba inapofika wakati ambapo viungo kwa kiungo vinapambana, mguu unapiga kichwa, mguu unapiga mkono unapiga tumbo, ni kitu cha hatari, Kwa kazi ya viungo ni kuweza kufanya nini? Kusaidiana. Ukiona mguu umeumia, mkono lazima pia sema unatumika sio unasambaza. Kuna namna fulani ambapo sisi waamini, ukiona mtu pengine mzee ambaye pengine ni mzee ambaye ameokolewa sawa, kuna namna fulani akakosea, na sisi unakuta zile posti unazidi kusambaza, ndio unazidi kukandia, unazidi hata unasema nini? Ukiona ndani ya jina la Kristo amezungumzwa Kristo, lakini katika namna ambayo sio sahihi, unaachana nayo. Hautakiwi usambaze, hautakiwi ufanye nini? Usambaze. Wakati mwingine inabidi uombe, Mungu, hebu wasaidie hawa watu. Msaidie huyu mzee wako, msaidie huyu. Ndio namna ya fanya nini? Viungo kuhudumiana na kila kimoja kuumia kwa ajili ya kingine. Sio tukushambuliana. Kisha kushambuliana, tayari tumetoka ile nini? Lile jukumu la viungo au jukumu la kanisa ndani ya huo mwili. Tunapokutana hapa tunajengana, tunasaidiana, tunahudumiana. Hiyo ndio kitu cha msingi. Na tunapokutana sasa huko nje na ulimwengu za dunia, jukumu la kanisa la Kristo katika dunia au duniani, sasa ndio msingi hasa wa somo. Kwa sababu huku ndani tunapokutana hivi ni kujengana, na mambo ya kujengana yakienda huko nje ni upuuzi, yaani hayaeleweki kabisa. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba tukikaa huku ndani tunahudumia, na Mungu hatufanye kwamba tuhudumiane kwa ajili ya sisi tu, kwamba tuzungumze neno alafu basi tukue tu sisi. Mungu anatuequip ndani, anatusaidia tuweze kugrow ndani, ili tunapotoka huko duniani kile ambacho tumejifunza hapa kiwe na impact kwa huko nje. Hawatakiwi mambo ya unabii. Ukienda huko na unabii huko nje, nitadoubt kwamba wewe unaenda si unabii kwa ajili ya Tanzania, unawaambia watu wa ulimwengu. Hamna hayo mambo.
kama nimesikia unabii, sijui taifa hili unazungumza kwa mamlaka, sijui kwa nani unazungumza. Unabii ukitoka, fundisho likitoka, chochote kikitoka ndani ya kanisa, ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni private, ulimwengu hauvielewi. Na ukitoka huko nje, kitu ambacho hawakielewi, ukitoka huko nje utaanzisha vita ambayo Mungu hatoingilia. Wewe unaenda kuzungumza habari, unaenda kuzungumza na watu ambao hawaamini wewe Mungu wako au muamini wewe Mungu wako. Unaenda kusema kwamba si mimi nimeonyeshwa hivi na hivi na Mungu. Huyo Mungu ambaye unamuaddress, they don't understand, hawamuelewi. Hawaelewi kwa ambacho nataka kukisema. Kwa kuna vitu ambavyo lazima tuvielewe kwamba fundisho linapokuja ni kwa ajili yetu sisi kukomaa. Ulimwengu hauwezi kutambua. Kuna namna ambavyo ulimwengu unaweza ukatambua. Tutaangalia huko duniani kanisa linatakiwa impact vipi? Impact vipi? Au lina jukumu gani huko nje? Silete unabii wa kutabiri mechi, unabii wa kutabiri sio rais atakuwa nani, unabii sio wa kutabiri sio nini. Hakunaga hayo mambo kuzungumza huko nje. Unabii ukija kwa ajili ya kulinya kanisa, kwa ajili ya kulipreserve kanisa, lipendeze, kanisa litakate. Fundisho likija kwa ajili yetu tufanye nini? Tuweze kupendeza, tuweze kutoa kama ni kuna uchafu ndani yetu, tuweze Kwa nini? Kwa sababu fundisho linapokuja ni kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kutusaidia sisi tulio ndani ya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na tunapozungumza sasa duniani au uko kwa wasioamini, jukumu la kanisa ni kutangaza mapenzi ya Kristo kwa njia ya matendo yetu popote tunapokuwa. Kwa njia ya matendo yetu popote tunapokuwa. Kutangaza mapenzi ya Kristo popote tunapokuwa. Yaani tunaishi ile standard ya Kristo popote tunapokuwa. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye popote tunapokuwa, kwenye events zozote tunazokuwa za kidunia. Namna tunavyoenenda, majirani watusoma. Sisi tunatakiwa tuwe barua ya wazi. Kitabu cha Mathayo 5:14 nasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Ina maana kwa wao watu sio baba. Kwa watu sio baba. Sasa unapokuwa mahali pale, kwenye taasisi, kwenye kazi, kwenye nini, kwa namna tukienenda, ile nuru, ile hekima ya Mungu, ule uwezo wa kimungu unawafaidia wote, unawaangaza wote waliofanya nini, walioko pale. Walioko pale. Sasa ikisha waangaza ndio wanakuwa attracted kukuweza pengine kusikiliza, huyu mtu ni mtu wa Mungu. Wanaanza kukusikiliza. Wanaanza kukuamini na kukusikiliza. Wanaanza kuamini na kusikiliza. Uenda kwenye ofisi ya watu, unaweza kuzungumza mambo ya unabii. Nasikia unabii hapa kwenye ofisi hii. Utakuwa wewe kichaa. Utaona wewe umechanganyikiwa. Kienda katika kwa ulimwengu, kaenenda katika matendo mema, watamtukuza, kwa kweli huyu ni mtu wa Mungu. Kwa kweli huyu ni mtu wa Mungu. Watampa heshima Mungu wako. Watampa heshima Mungu wako. Kwa hiyo tunapoenda katika ulimwengu, cha kwanza kabisa, hata kabla ya kuhubiri Yesu anaokoa, Yesu ana nini, Yesu ana nini, lazima cha kwanza tunavyoenenda, kile tunachokizungumza, tukizungumza kwamba tunapokea msamaha wa dhambi, tunawekwa uhuru, watu wauone uhuru kwanza katika maisha yetu. Wauone uhuru kwanza katika, sio wewe una mashaka kila siku unalalamika. Wewe kila siku wewe mambo na, yani wakikuangalia ukizungumza habari ya uhuru, furaha, ukizungumza amani,
haiakisi kile ambacho unakizungumza, kwamba Kristo anatuweka huru, Kristo anatupa amani, lakini kuangalia wewe hakuna amani inaonekana. Unaonekana wewe hamna furaha. Kwa hiyo watu wa ulimwengu ni watu wa kureason. Wanaangalia uwiano. Kwamba unachokisema. Unajua Yesu alipokuwa akienda katikati ya kundi, katikati ya mataifa, kuna vitu alikuwa ni sema alikuwa anatoa solution, majawabu. Watu wenye wenye kuumwa anaachilia uponyaji. Wenye njaa chakula hicho. Wamekosa samaki hao hapo. Katikati ya ulimwengu watu wanataka kuona kwanza majawabu. Waone hope. Waone kuna tumaini. Alafu kisha waambie habari za imani ndio wataamini. Yesu alipokuwa katikati ya ulimwengu alikuwa yeye ninasema nini? Alikuwa ni solution ya majawabu ya ulimwengu kabisa. Yaani watu sehemu penye njaa usipeleke habari kwa imani. Watu wanataka nini? Wanataka mkate. Siwaambie bana, unajua muamini Mungu. Watu wanataka solution pale ni mkate. Watu wamevua samaki sema usiku kucha, wamekosa. Usiende pale ukawaambia jamani Mungu atawasaidia tu. Kuwa na hekima ambayo inaweza kawafanya nini? Ikaweza kuwa ukiwa na solution mahali, automatically unakuwa trusted, unaaminika. Na ulimwengu unahitaji majawabu. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunapokuwa ulimwenguni lazima tuwe na majawabu ambayo yamevuviwa na nguvu za Mungu. Yamevuviwa na Mungu mwenyewe. Alafu tunapokuwa na majawabu, automatically tunafanya nini? Tunakuwa trusted, tunaaminika, kusikilizwa. Alafu tunaposikilizwa ni rahisi sasa kumwambia mtu habari za tumaini tulionalo katika Kristo Yesu. Kwa ulimwenguni ni kutangaza mapenzi ya Kristo kwa njia ya mwenendo. Na kuzungumzia mwenendo kuwa ni sehemu ya majibu. Kiwa popote ulipo, kuwa ni msaada. Unapokuwa msaada kwa wengine. Kama ni shuleni, una participate katika shughuli ambazo pengine zinahitaji manpower. Sio tu mambo ya fellowship tu. Hata kama mkiwa ni chuo pale, yani kutwa mambo ya fellowship. Ratiba zako ni yani hata zile social issues za jamii tuna ignore. Sema hawa ni wabaguzi, wanajitenga. Kila kitu tu ni sisi, mpendwa. Bwana Yesu asifiwe, yani popote Bwana Yesu asifiwe. Sokoni Bwana Yesu asifiwe jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu Bwana Yesu. Mungu asema hao vipi, wamechanganyikiwa. Sasa sio kwamba ni mbaya, lakini lazima tuwe na mipaka. Wewe uweze kazini pale, mko pale secular mmechanganyikana, Bwana Yesu asifiwe kwenye ofisi, kwenye pool. Tu vipi hao watu wa itikadi kali hao? Kwamba lazima tu identity ionekane kwamba hawa watu. Sasa sizungumzie ni mbaya hizo salamu hizo ni nzuri, lakini lazima tuelewe ni wapi. Sababu unaweza kuzungumza hivyo, kuna mtu mwingine akaona wao wa dini, hao watu tayari anakuwa na tension kwamba hao watu lazima uwe flexible. Unajua kuna kitu kinachoitwa amira. Unafahamu amira? Amira ukiangalia unaweza kuichukulia poa lakini amira ikikaa katika mahali inachachisha taratibu. Impact yake ni taratibu. Na ukiangalia utaichukulia poa. Sasa sisi unataka uende pale, Bwana Yesu asifiwe, mpendwa, yani Bwana kwa kweli kanisani kwetu, yani kule kuna uponyaji, sema hawa vipi hao? Lakini ukiwa kwenye excellence kwenye performance pengine, vizuri kwenye performance na kadhalika, kuna namna ambavyo unatengeneza nafasi ya kuaminika, na hata watu watakapogundua kwamba wewe unamwamini, ni mcha Mungu. Kwa sababu ulimwengu anasema hao wacha Mungu. Mungu wako atafanya nini? Mungu wako atatukuzwa. Watu wayaone matendo yenu mema, wapate kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Baba yenu aliye. Kwa hiyo namna ya ulimwengu huu, tunapoenda katika ulimwengu, lazima tuenende katika namna ya ulimwengu lakini katika ubora.
Sasa katika namna ya ulimwengu, nikisema katika namna ya ulimwengu sizungumzii kitabia. Nazungumzia kuna mambo ya ulimwengu huu. Kama ni kazi, majukumu ya kazi. Kama ni kwenye business, kama ni kwenye uzalishaji wa kitu fulani, unafanya kwa utukufu wa Kristo Yesu. Unafanya kwa utukufu wa Kristo. Baadhi ya majukumu ambayo kanisa halikupewa duniani, lakini kuna wakati linayatekeleza. Tuangalie baadhi ya mambo mawili. Haya, kuna majukumu ambayo kanisa halikupewa, lakini leo tunayaona linayatekeleza, linayaingilia. Alafu matokeo yake linazalisha, tumezungumzia migogoro. Kanisa linaingia katika vita. Kanisa linaingia katika clashes, katika mapambano. Jambo la kwanza, kutangaza hukumu kwa walio nje ya kundi au wasioamini. Mtu hajamwamini Kristo, mtu yuko nje ya kundi, wala hamwamini Mungu wako. Alafu wewe una declare hukumu kwamba Mungu atakufanya hivi, Mungu atakupiga hivi, Mungu atakunini hivi, Mungu Nani amekupa hilo jukumu? Nani amekupa hilo jukumu la kutoa hukumu? Kanisa tunapokuwa na kanisa ambalo lina hukumu walio nje. Wakati mwingine tunaona kanisa wa muamini Kristo wanawahukumu viongozi wao. Unaanza kutoa hukumu. Nani amekupa hiyo nafasi? Nani amekupa hiyo nafasi ya kutoa hukumu kwa walio nje ya kundi, kwa walio nje ya sio waamini? Kwa sababu mimi naamini kwamba hata kama ni mzazi, wewe ni mzazi, ndiwe mzazi, unashughulika na watoto wako. Unashughulika na watoto wako wale ambao umepewa kuwalea. Kwa kama ni mtoto wako pengine amefanya vibaya huko ndani ya nje, sema ni nje, unatakiwa ukae naye umuonye, si ndio? Na muonye ndani ya. Kwa kutangaza hukumu kwa walio nje ya kundi, hilo sio jukumu ambalo Mungu ametupa. Wakorintho wa kwanza 5:12, Paulo anasema maana yanihusu mimi kuwahukumu walio nje. Sema ninyi hamwahukumu hao walio ndani. Alikuwa anazungumza, kuna scenario ilitokea katika kanisa la Korintho. Kuna muamini mmoja ndani ya kundi alilala na mke wa baba yake. Ni kitu cha aibu kweli kweli. Alafu Paulo akamhukumu mtu. Akasema mimi yanihusu nini kuwahukumu walio nje? Mimi nadili na walio ndani ya kundi. Yaani ukiwa ndani ya kundi kuna kitu ukakifanya, wakati mwingine inabidi hata adhabu itolewe. Sasa adhabu ambayo ni adhabu, sio kwamba ni adhabu ni Mungu akupe maelekezo ufanye kitu gani. Pengine kuna wakati mwingine unajua kuna vitu ambavyo tukivizungumza inaonekana kana kwamba ni, kwa mfano let's say sisi ni watenda kazi hapa, alafu kuna mtu mmoja pengine akafanya kitu cha aibu, alafu hataki kutubia kile alichokifanya na anaona kama ni sawa, alafu tuko naye. Wewe unadhani uko nje watatuonaje? Wataona yani hawa na yule. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaamua kwamba hebu kwanza pumzia kwanza hapa. Usiwe ile mtendakazi pamoja nasi kwanza kwa wakati huu. Ili nini? Ili jina la Kristo lisitukanwe. Kwa hiyo kuna namna fulani ni namna ya hukumu, lakini unamweka, sio kama unamfukuza. Unajua kumfukuza ni mbaya, lakini kuna namna fulani asifanye nini? Asishiriki kuwahudumia watu, kwa sababu kama atalitunzaje kanisa la Mungu kama hawezi kufanya nini? Kile ambacho amekifanya akakiri kwamba hiki haikuwa sahihi, akatubu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inabidi inatupasa ndani ya kundi tufanye hivyo. Lakini nje ya kundi, mtu ambaye sema amepinda, kwanza ile hofu ya Mungu haipo kabisa. Breki zimekatika. Alafu unataka kwenda kumzuia, hata kufyekelea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hilo nataka tuangalie kisa cha Yohana Mbatizaji kidogo. Yohana Mbatizaji alikuwa anafundisha kwa habari ya toba na ondoleo la dhambi, ubatizo. Alafu ikatokea sasa akasikia kwamba Herode ameoa mke wa ndugu yake. Akacomment akasema yaani Herode amekosea. Alichokifanya sio cha kimungu kabisa. Herode amefanya kitu cha uasi kabisa, sababu Herode alikuwa ni mfalme katika zama zile, alikuwa ni mfalme.
Herode akamkamata Yohana Mbatizaji akamtia ndani. Kwa nini? Amemkosoa mfalme mbele ya watu. Akamweka ndani. Na alivyowekwa ndani, niseme ukweli, hata Yesu hakwenda kumuona. Unajua Yesu hakwenda kumuona. Mpaka Yohana akawa na wasiwasi akasema, sasa huyu Yesu kweli atakuwa ni yeye kweli? Ambaye nilizungumza habari zake kwamba akija watu watapata wafungwa watapata kufunguliwa na kadhalika. Akawa na wasiwasi akasema kwamba kwani Yesu aje kuniona? Atakuwa ni yeye kweli, ndio Masihi kweli? Lakini kilichompeleka gerezani ni kwa sababu ya mdomo wake. Akutumwa kwa habari ya kuzungumza vitu ambavyo havikumuhusu. Aliingilia jukumu ambalo alimuhusu. Comment kwamba alichokifanya Herode sio sahihi, lakini akutumwa hiyo. Yeye alitumwa kwa ajili ya kufanya nini? Kutanguliza njia kwamba Kristo ndiye ajaye kufanya nini? Kwa ajili ya ukombozi ule ambao Mungu aliwaahidia. Yesu kwamba ni Kristo, sababu alikuwa anamsubiria Masihi. Yeye ndo alitumwa kwa ajili hiyo. Akaingilia jukumu lingine likamsababisha akawekwa ndani. Alafu mwisho wa siku akafanya nini? Wakamkata kichwa. Mathayo 14:3 anasema, maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga, akamtia gerezani kwa ajili ya Herodia, mke wa Filipo ndugu yake, kwa sababu Yohana alimwambia, si halali kwako kuwa naye. Yeye mfalme ameoa. Alafu wewe mtumishi wa Mungu unakuja kusema unajua ulichokifanya sio sahihi. Huyo Herode umetumwa kwa ajili ya kuzungumza habari za kwamba sahihi ama sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini la mwisho tunamalizia hapa ni kufuata. Tunaona moja ya jambo ambalo tunaliona katika kanisa lina jukumu linatekelezwa hapa duniani, lakini sio jukumu lake. Kuna majukumu ambayo linaingilia ambayo sio jukumu lake. Tumesoma hilo cha kwanza, kwa hukumu walio nje, sio jukumu lake kabisa kanisa. Sisi waamini hatutaki tuzungumze mambo ya kuhukumu walio nje ambao wamwamini Kristo. Kama mtu amwamini Kristo hata hofu ya Mungu hana. Kwa hiyo huyo hauwezi ukasema unahukumu, yani utahukumu hauwezi. Lakini wewe ambaye unamwamini Kristo ukifanya kitu ambacho cha ajabu, watu wataanza kujiuliza, huyu mtu sawa, hataki tuhukumu, tusije tukahukumiwa. Lakini kuna namna ambapo kuna hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kulinda ile image ya Kristo kwa wale watu wa nje. Jambo la pili, kufuatisha tabia za kimwili zinazotokana na ulimwengu huu na sio neno la Mungu katika kazi ya huduma. Tunaona kuna tabia za mwili, tamaa, kutafuta sifa na mashindano. Kuna majukumu ambayo tunayafanya au tunayaanzisha katika kanisa, ambayo ya majukumu kiuhalisia sio kusudi hasa. Kuna tabia za kimwili, kuna mafundisho ambayo yanahamasisha kufuata tabia za kimwili zinazotokana na ulimwengu huu na sio neno la Mungu, zinavuviwa na ulimwengu huu. Lazima tuelewe kwamba kuna mafundisho ambayo ni hatari katika kanisa yanafundishwa. Sasa tunapofundisha mambo ya ulimwengu huu katika kanisa, tunaingilia majukumu ya mfano. Tukileta pengine labda katika kanisa hapa ni mambo mazuri, si ndio? Labda elimu ya fedha, mambo ya ujasiriamali ni jambo zuri. Lakini kuna ambao walipewa jukumu hilo, watu wa secular. Kuna shule za nikianza kuleta elimu ya labda mtu aje kufundisha hapa mambo ya hisa. Tumekutana na mambo ya hisa. Yaani jukumu la kanisa kwamba Mungu Yesu alipolitengeneza kwamba tuanze kufundishana mambo ya hisa hapa. Mambo ya kutengeneza mapambo na kadhalika. Kuna taasisi zikifanya huko nje, it's okay. Ndio. Kwa kuna majukumu ambayo tunayafanya ambayo sio jukumu la kanisa. Kanisa ni kujengana ili kufanya tumfananie Kristo. Tumfananie Kristo. Na katika hili Warumi 12:1 inasema, basi ndugu zangu, na wasiku wa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai ya kumpendeza, ndio ibada yenu yenye maana. Sema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia hii, msifuatishe tabia ya ulimwengu huu. Anasema bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi
ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza. Tunapokutana kama kanisa, lazima tujue mapenzi ya Mungu ni kitu gani. Mapenzi ya Mungu ni kitu gani? Tunaona kuna vitu vya nje tunavileta ndani. Siku hizi ukiangalia kwenye mitandao huko, unakutana na watu wana viongozi wa ibada, praise and worship. Sema viongozi wa sifa na kuabudu. Mwanaume kasuka na hereni. Zipo sana. Tunaona jamani. Inaonekana. Wewe unafikiri hiyo ni namna ya dunia hii. Na nasema kwamba bana, si muziki tu anaongoza hivi, ni namna ya ile ina address nini? Ina address nini? Tunaona pengine mtu pengine anaongoza sifa, pengine anaongoza sifa, tunasema anaongoza sifa na kuabudu. Lakini alivyovaa pengine hajajistiri, hajavaa mavazi pengine ya kujistiri. Sasa kuna vitu ukivizungumzia, jamaa huyu anazungumza vitu vya, lakini kuna kujistiri jamani. Ukileta namna ya ulimwengu huu kaileta kanisani, kuna namna fulani ambavyo yani tunatoka ndani ya jukumu la kanisa ni kufanya watu wenye kujistiri, watu wenye kutembea katika kumfanania Kristo. Hata kama ni jambo la kibubu, kwenda kupata muda mfupi wa kusikia, ona imejirudia. Kwa hiyo ni hivyo, lazima tuangalie kwamba tunachokifanya ni jukumu letu. Mambo ya fashion, tuko very busy na mambo ya fashion. Tuko very busy na mambo ya ujasiriamali. Tuko very busy na huo muda tu wakati mwingine tutumie kuombea ulimwengu. Tutumie kufanya ibada, kujifunza habari za Kristo. Tunajibidisha katika mbinu na mambo ya ulimwengu huu. Mambo ya ulimwengu huu ambayo inawezekana sio mabaya, lakini ni jukumu la kanisa, au yanahusiana na ile assignment ya kanisa la Kristo. Sababu ukimwangalia Yesu Kristo, angalia kile ambacho Yesu Kristo alikifanya na wanafunzi wake. Alafu angalie pia kanisa la mitume walichokifanya na wale ambao waliamini. Ndio utaelewa kwamba kanisa litakuwa liendeje. Hatujawahi kuona sehemu Yesu anawafundisha watu kuvua samaki. Hatujawahi kuona kwamba bana Petro, wewe ni hodari kweli kwa kuvua samaki, hebu wafundishe wenzako, just in case imetokea hapa pengine hatuna nini, tuweze kuleta kuwa na plan B. Hatujawahi kuona hayo. Paulo alikuwa anasuka mahema, si ndio? Alikuwa akifanya ile, anafanya kwa ajili ya mahitaji yake na apate pia kitu cha kutoa. Lakini asema hakuleka kwamba lile somo kwa maana kwamba awe anawafundisha watu namna ya kutengeneza mahema na kadhalika. Hayo mambo pengine alijifunza nje ya. Kwa hiyo lazima tufocus na kile ambacho kinatukusanya au tukifanya kama ulimwenguni. Watu wanasema kwa sababu kama hao wanafundisha mambo ya ujasiriamali na huku ndani ya nje ya ulimwenguni mambo ya ujasiriamali tunajifunza, kuna haja gani ya kuja huko? Kisikiza mnafundisha kanuni za fedha ambazo unaweza ngazipata kwenye shule kuna haja gani ya kuja huko? Kwa duniani hapa jamani, ili tuathiri ulimwengu huu, lazima tufanye nini? Lazima tumwangalie Kristo. Lengo la ujumbe huu ni nini? Ni mwito wa kanisa kukaa katika jukumu ambalo ametuitia. Jukumu ametuitia ndani ya kanisa, ndani ya mwili kujengana. Nje ya kanisa kufanya nini? Nje ya kanisa kile ambacho tunajengana kwa ndani, kile ambacho tunakutana kujengana, tunakidhihirisha katika namna ya mwenendo, usemi, matendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu ambao umesema na sisi Mungu. Tunatambua kabisa ujumbe huu ambao umesema nasi unaweka madai kwamba tusiishie tu kujengana ndani, bali Mungu, ile knowledge, ile neno ambalo linaingia ndani yetu likaishi katika jamii. Mungu, ninakushukuru kwa sababu tumekusikia, tumekuelewa. Tusaidie Roho Mtakatifu katika kila nyanja tunapokaa popote. Mungu ukaonekane katika namna iliyo hai. Asante kwa sababu
neno lako linaishi ndani yetu. Tukufu na heshima na kurudishia wewe pekee na neno lako.